Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali. Tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Na hii inaenda sambamba na maelekezo ya mkuu wa nchi. Nchi yetu inakuwa ya kijani katika utunzaji wa mazingira. Na kwa hiyo, sisi kama magereza, shughuli za uhifadhi na matumizi ya nishati safi ya kupikia Jeshi la Magereza. Ufanisi wa haya makaa ya mawe ni mzuri zaidi kuliko tulikotoka kwenye matumizi ya kuni. Tumeokoa muda mwingi katika kufanikisha shughuli za upikaji wa chakula. Lakini pia tumeokoa miti mingi. Sasa hivi hatukati miti kwa sababu ya kuwa na nishati mbadala. Jeshi la Magereza ni wadau wa utunzaji mazingira na upandaji miti nchini. Hapa ni makao makuu ya jeshi hilo. Joyce Mkufya anahusika na utunzaji mazingira jeshini hapa. Jeshi la Magereza ni mdau mkubwa wa upandaji miti na utunzaji wake. Tunao misitu ya aina mbili, misitu ya asili na misitu ya kupanda katika magereza yetu ambayo yako karibu nchi nzima ya Tanzania. Sisi kama Jeshi la Magereza tuna utaratibu wa kupanda miti ambao ni zoezi endelevu kwa kila mwaka. Kama mnavyoona hapa sehemu yetu ya magereza, makao makuu ya magereza, kuna miti aina mbalimbali tunayopanda. Katika magereza yetu kuna upandaji wa miti ya kivuli, miti ya mbao, miti ya matunda, lakini pia miti ya mapambo. Kama tunavyoona hapa kuna maua ya aina mbalimbali. Hayo ni miti kwa sababu inaonekana ni mikubwa, lakini pia ni ya kupendezesha. Na lengo kuu la upandaji miti, tunza mazingira. Nikichukulia mfano hapa Dodoma, kuna kampeni ya kukijanisha Dodoma na sisi ni wadau mojawapo. Sasa tukizingatia kwamba mkoa huu wa Dodoma awali ulikuwa uko wazi kabisa, lakini sasa hivi kuna kampeni ya kukijanisha ambayo inasaidia kutunza mazingira. Kwa hiyo na sisi kama Jeshi la Magereza ni wadau wa kampeni hiyo. Sisi kama Jeshi la Magereza katika zoezi zima la upandaji miti hapa makao makuu na vituo vyetu mbalimbali tunashirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo TFS, una TAF, Chuo Kikuu cha Sokoine Morogoro, ambao huwa tunashirikiana nao, wanatupatia msaada wa miche ya miti. Lakini pia kuna miradi ambayo tunaipata kutoka katika taasisi zetu hizi za TFS na TAF. Hadi sasa kuna baadhi ya magereza ambayo yamepata fedha kwa ajili ya kuendesha miradi ya ufugaji nyuki na upandaji miti. Lakini kwa sasa hivi ni lengo letu tuendeleze ufugaji wa nyuki, ikiwa pia ni sehemu mojawapo ya utunzaji wa mazingira. Mbali na Jeshi la Magereza kupata miche kutoka kwenye taasisi zingine, pia wana vitalu vyao vya miche kwenye magereza yote nchini. Tuna vitalu ambavyo vimeanzishwa kwenye magereza yote nchi nzima. Mimi kama mkuu wa sehemu na utunzaji wa mazingira nchini, nimepeleka maelekezo ambayo ni maelekezo ya mkuu wa jeshi kwa niaba yake kwa kila gereza nchi nzima kuhakikisha kwamba wanaanzisha vitalu vya miche ya miti kwa ajili ya kupanda kwenye eneo ya magereza. Na utekelezaji wake huwa tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba kila gereza linatekeleza hilo jukumu. Lakini vile vile tunafanya utekelezaji wa kusimamia kuhakikisha kwamba hiyo miche ambayo imepandwa, hiyo miche ambayo imeanzishwa kwenye vitalu vyetu inapandwa kwenye maeneo yote kuzunguka kwenye maeneo ya magereza, kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazingira ambayo ni nadhifu nchi nzima. Na hii inaenda sambamba na maelekezo ya mkuu wa nchi kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ya kijani katika utunzaji wa mazingira. Na kwa hiyo sisi kama magereza tunapanda miti na tunaagiza kila gereza lipande miti kwenye maeneo yote yaliyo wazi ili kusiwe na eneo ambalo linakuwa halina miti. Kwa vitalu vikubwa sana katika nchi yetu ambavyo Jeshi la Magereza linavitumia, tuna kitalu ambacho kipo katika gereza kuu la mahabusu Morogoro. Kuna eneo moja naita Kireka pale Morogoro.
Hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo tuna kitalu kikubwa, lakini pia tuna kitalu katika magereza ya Mpwapwa, tuna kitalu katika magereza makubwa, kitalu cha gereza Kongwa, lakini vile vile tuna kule Isupilo au Mgagao. Hayo ni maeneo ambayo yana vitalu vikubwa sana, pamoja na Msalato Dodoma, pamoja na Isanga Dodoma, na wenyewe tumewaamurisha kuanzisha vitalu, na kuna miche mingi sana ambayo tunaitumia kupanda. Lakini kama mnavyojua kwamba hiyo miche inaweza kuwa isitosheleze katika maeneo yetu, tunashirikiana kwa kiasi kikubwa sana na wakala wa huduma za misitu nchini ambao ni TFS, kwamba wanatupatia miche mingi kadri inavyowezekana kwa mahitaji yetu. Kwa hiyo tunapokuwa tunapungukiwa katika vitalu vyetu, tunawasiliana na TFS na wanatupatia, hawasiti chochote, kwa sababu ni sehemu ya mamlaka yao na sisi ni wadau wao wakubwa. Wanatupatia, tunapanda kwenye maeneo yetu yote. Upandaji wa miti katika Jeshi la Magereza umesaidia jeshi hilo kuongeza kipato kupitia miti ya mbao na pia kupata lishe kutoka kwenye miti ya matunda. Kwa kweli ni fursa kubwa sana. Kama unavyofahamu mwandishi wa habari kwamba kule Iringa biashara ya mbao ni miongoni mwa biashara ambazo ni kubwa sana. Na kwa hiyo Jeshi la Magereza inatumia fursa hiyo ya uhitaji wa mbao nchini kwa ajili ya kufanya biashara na kujiingizia kipato. Ni sio tu gereza Isupilo peke yake, lakini pia kuna gereza Mgagao kule Iringa, lakini pia kuna gereza Njombe. Tuna mashamba makubwa ya miti ya mbao na tunafanya biashara ya mbao, tunauza pale ambapo ile miti inakuwa imefikia umri wa kuweza kuvunwa, tunavuna na kuingiza sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato. Na Jeshi la Magereza inaingiza maduhuri ya serikali. Huwa tunapeleka maelekezo kila mwaka. Kwa mfano tunaelekeza kwamba kila kipindi cha mvua, wakati wote wa mvua zinaanza mwanzoni mwa mwaka au mwishoni mwa mwaka, kwa misimu, kwa sababu kama unavyojua nchi yetu ina misimu tofauti ya mvua. Kwa hiyo tunapeleka maelekezo kwamba pale mvua inapokuwa zinaanza, msimu wa mvua unapokuwa unaanza, kwa sababu wameshaandaa vitalu, wahakikishe kwamba maeneo yote ambayo yako wazi, sio tu kwenye makambi kwa maana ya nyumba za askari, maeneo ambayo kuna nyumba za askari, lakini kwenye maeneo mengine yote ambayo yako ndani ya mipaka ile ya gereza, wahakikishe kwamba wanapanda miti. Na kweli mheshimiwa mtangazaji, ukitembelea kwenye vituo vyetu utakuja kubaini kwamba kuna utekelezaji mkubwa sana wa hayo maelekezo. Miti inapandwa. Ukienda magereza kwa ujumla yako kijani, kwa sababu kuna miti ambayo tunapanda, sio tu ya mbao, ya kivuli, ya matunda. Tunasisitiza kwa sababu wafungwa watakiwa wapate lishe ya matunda. Kwa hiyo tunasisitiza miti ya matunda ipandwe kwa wingi inavyowezekana, kwa ajili ya lishe ya wafungwa, lakini kwa ajili ya lishe ya familia zetu, lakini vile vile kwa ajili ya lishe ya jamii kwa ujumla Tanzania. Lakini vile vile hiyo miti mingine ya mbao, hiyo miti mingine ya kivuli ni kwa manufaa ya utunzaji wa mazingira ya nchi yetu, kwa sababu uelekeo wa nchi yetu tunataka iwe na mazingira ambayo ni mazuri, yakiwa na miti ya kutosha kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, kwa ajili ya kuhakikisha hali ya hewa inakuwa mzuri, tunaweza kupata mvua ya kutosha kupitia hiyo miti yetu. Na hivyo ndivyo viongozi wetu wa nchi wamekuwa wakisisitiza, na sisi tunatekeleza. Pia tunapata faida kwenye hiyo miti, tunapata matunda, kuna maembe, mapela, mchenza, malimao. Kwa jeshi kama jeshi tuna miti mingi tuliyopanda, na ukitoa tu hapa makao makuu ya Jeshi la Magereza, pia gerezani pale Msalato tuna vitalu vya miti vingi, kila aina ya miti ipo. Kuna mikorosho, kuna hii miti ya midodoma, Krismasi, ambao huwa tunapanda gerezani. Kwenye magereza na mikorosho tunapanda shambani, tumepanda mikorosho, tunapata matunda ya mikorosho, tunavuna, tunapata faida ya kuuza, ambako tunauzia Kongwa. Kwa hiyo inatuletea kipato ile mikorosho. Na mpaka sasa hivi gereza Msalato tuna miche kama 8,500 ya mikorosho, tumepanda miche 1,325 kwenye shamba letu. Kwa hiyo jeshi kama jeshi na gereza kwa ujumla tunaendelea na juhudi ya kupanda miti ili tuweze kuifanya magereza ya kijani, kama ambavyo kauli mbiu ya nchi inavyosema, Dodoma ya kijani na Tanzania ya kijani. Tunashirikiana na jamii kwa ukaribu sana. Tukiwa na operation ya kupanda miti, huwa tunashirikisha wananchi, ambao pia wananchi huwa tunawagawia ile miti, wanaweza kwenda kupanda kwenye maeneo yao, ambao ndo miti yetu tunatoa pale kwenye vitalu, tunawagawia wananchi. Tunaotoa mimi
kwenye taasisi zingine tuendelee kupanda miti. Pia wananchi ambao wapo karibu na maeneo yetu, tunapopanda miti waweze kuitunza, kuiangalia. Inawezekana kukawa na mifugo inapita karibu, au wana mifugo wasiweze kuiharibu. Pia tunashukuru TFS huwa wanatusaidia kutupatia miti mingine ambayo tukiwa tumepungukiwa. Kwa hiyo wasituchoke, waendelee tukiwa tunahitaji wanatupatia ile miti, tunaweza kuendelea kupanda. Binafsi natoa rai kwa wananchi na wananchi wote kwamba tuzingatie sana swala la upandaji miti kutokana na faida ambazo zinatokana na miti, ili tuweze kutunza mazingira yetu na pia tuweze kuzuia swala la ukame ambalo linasababishwa na upandaji miti. Sasa hivi tumeona kwamba sehemu nyingi za nchi yetu zinataka kuingia kwenye swala la ukame kutokana na ukataji miti mkubwa kwa ajili ya kuni na kutengeneza mkaa. Kwa hiyo mimi na shauri au natoa rai kwa wananchi wote tuzingatie sana upandaji wa miti, lakini sio upandaji tu, na utunzaji wake pia, kwa sababu swala la kupanda ni lingine na kutunza ikakuwa ni swala lingine. Kuna baadhi ya sehemu miti inapandwa, lakini unakuta kuna mifugo inaingia, miti ile inaliwa, mwisho wa siku inakuwa haionekani. Kwa hiyo swala kubwa ni kuipanda na kusimamia utunzaji wake ili iweze kukua na kutupa matokeo chanya. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Ni muhimu tumpongeze rais wetu ambaye ndiye kinara wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia katika bara la Afrika. Katika kutekeleza ajenda hii, Mheshimiwa Rais ameshiriki kwa vitendo kuhimiza upatikanaji wa nishati hii. Na hadi sasa taasisi 672 zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku tayari zimeachana na matumizi ya mkaa na kuni. Napenda kutumia nafasi hii kuzikumbusha tena taasisi zote nchini zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku na ambazo hazijahamia kwenye matumizi ya nishati safi watii katazo ambalo limekwisha kutolewa na serikali. Jeshi la Magereza na utunzaji mazingira. Katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa matumizi ya nishati safi ya kupikia barani Afrika, Jeshi la Magereza ni miongoni mwa taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku ambazo tayari zimehamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katika vituo vyetu awali tulikuwa tunapanda miti kwa ajili ya kupata kuni, pamoja na kwamba tulikuwa lengo kuu ni kutunza mazingira, lakini pia tulikuwa tunapanda kwa ajili ya kupata kuni za kupikia chakula cha wafungwa. Na tukaonekana sisi katika watu ambao walikuwa wakiharibu mazingira tulikuwa ni mojawapo, ingawa tulikuwa tunakata na kuipanda hiyo miti. Lakini kwa sasa hivi tumebadilisha uelekeo. Sasa hivi tunatarajia tuje tuache kabisa, ifike kipindi tumeacha kabisa kukata miti baada ya kuanza kutumia nishati safi, ambayo ni kampeni inayoendelea nchi nzima katika sekta na hata kwa watu binafsi. Kwa sisi kama Jeshi la Magereza tumeshaanza kutumia nishati safi katika vituo vyetu mbalimbali. Tunatumia nishati za aina ya makaa ya mawe, gesi zile za LPG, gesi asilia na mkaa mbadala mkaa mbadala. Kwa hiyo ni lengo letu kwamba hapo baadaye tutakuwa tunapanda tu, lakini hatutakuwa tukikata tena miti. Lakini vile vile kwa kuwa sisi magereza tulikuwa ni watumiaji wa kuni wakati huo, kabla ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba sasa tunatumia nishati safi ya kupikia kwa ajili ya kuepusha matumizi ya kuni na mkaa ambayo huwa ina madhara kiafya, lakini vile vile ina madhara kimazingira.
Sasa tumeondokana na matumizi ya kuni, na kwa hiyo sasa tunaziba maeneo yale ambayo sisi tunakata miti kwa ajili ya matumizi ya kupikia kwenye magereza yetu. Hapa ni gereza la Isanga. Kila siku kinapikwa chakula kwa ajili ya watu zaidi ya 1000. Ni mfano wa magereza ambayo tayari yanapika kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Hapa jikoni mimi ndo nahusika masuala ya usimamizi wa chakula jikoni gereza Isanga. Hapa mwanzo tulikuwa tunatumia kuni, lakini kwa sasa hivi tunatumia mkaa rafiki, mkaa wa mawe. Kwa maelekezo ya Rais wetu mpendwa Mama Samia, kutoka kwenye nishati chafu na kwenye nishati safi. Kwa sasa hivi kwenye nishati safi kuna tofauti kati kutoka na nishati ya zamani na nishati ya sasa. Kwa sasa hivi nishati ya zamani ilikuwa na changamoto, kulikuwa kuna ukataji wa miti, zingine kuni zinakuja zikiwa mbichi. Kwa katika ile upishi unakuta una moshi na chakula kivi vizuri. Lakini baada ya kuhama kutoka kwenye nishati si rafiki kwenye nishati ambayo rafiki ya makaa ya mawe, kwa kuna mabadiliko makubwa sana. Makaa ya mawe kwanza ni hayana moshi, vile yanaivisha chakula kwa wakati mwafaka. Zamani kipindi kule nyuma tulikuwa tunatumia muda mrefu sana kuivisha chakula kwa kutumia kuni. Kwa haya makaa kidogo tunatumia muda mfupi na hayana moshi. Na vile tumepunguza uharibifu wa mazingira kama ukataji wa miti, sababu ndio nakata miti ili uweze kupika chakula, kwa hiyo kidogo kwa kunaleta changamoto. Na vile ufanisi wa haya makaa ya mawe ni mzuri zaidi kuliko tulikotoka kwenye matumizi ya kuni. Ufanisi wake uko hali ya juu, kwa sababu kwanza umepunguza muda, kulikuwa natumia muda mrefu, huko natumia muda mfupi. Kwa hiyo ufanisi wake uko vizuri. Hata chakula chako kikipika hiki ni kizuri, hakina moshi, tofauti na kule chakula kikiiva unakuta tayari kinakuwa na harufu ya moshi. Lakini huko chakula kina harufu ya moshi, kiko vizuri kabisa. Kwa hata wale wanaohusika na upikaji na nini kidogo huko hawasiki kama tulikuwa tunatumia kuni kule. Kipindi tunatumia kuni tulikuwa tuna changamoto na kukutana nazo ambazo kwa sasa hivi hazipo. Kwa mfano kipindi cha kuni, mvua ikinyesha nakuta upatikanaji wa kuni ni shida. Inabidi uzifuate mbali zifike mpaka hapa, zinakuwa ni mbichi. Unapopika unakutana na moshi, lakini kwenye makaa ya mawe hayana changamoto, sababu yanakuwepo, yapo mengi na ya kutosha na yako ndani ya store. Kwa hiyo hayawezi kuwa kwamba yataroa kama kuni zilivyokuwa zinaroa zamani. Kwa hiyo kidogo imeleta unafuu zaidi kuliko tulikokuwa tunatumia kuni zamani. Zamani tulikuwa tunatumia kuni, kwa hiyo majiko ya kuni yalikuwa ndo haya mnavyoyaona hapa. Kwa siku tunaweza tukatumia ndani ya roli zima la kuni kwa majiko haya ya kuni haya, ambayo tayari yalikuwa na madhara kama moshi kwa afya za binadamu. Chakula kuiva kinakuwa na harufu ya moshi wa kuni, tofauti na kule tulikotoka kwenye makaa ya mawe. Tulikuwa tukiingiza roli zima, tulikuwa tunazipanga pale juu, ambako sasa hivi nafikiri naona hamna kuni kabisa. Kuni sasa hivi pale hatutumii, kwa pale hamna kuni. Kama zamani ndio ungekuja huko ndani jikoni ukakuta mlima wa kuni pale umerundikwa kwa mnaji wa matumizi ya majiko haya ya kuni. Ila kwa sasa hivi tumeachana hiyo matumizi ya kuni. Kwa hiyo unaona majiko yamebaki kama jinsi yalivyo sasa hivi, hayatumiki, na pale uweze kukuta na rundo la kuni kama zamani. Na ninawashauri wa Tanzania ambao bado wengi wao hawaamini kwamba ukitumia mkaa rafiki na wale hawaamini kwamba mkaa rafiki ni mzuri zaidi kuliko kuni. Kwa sababu kama sisi taasisi ambao tunatumia watu wengi kupikia chakula, kwa kweli kwenye makaa ya mawe ni bora zaidi na chakula kinakuwa kizuri zaidi kuliko kutumia kuni. Nishati mbadala imekuwa na mafanikio makubwa sana kiasi kwamba tumeweza kupata faida nyingi kupitia nishati mbadala. Kwanza tumeokoa muda mwingi katika kufanikisha shughuli za upikaji wa chakula. Lakini pia tumeokoa miti mingi, sasa hivi hatukati miti kwa sababu ya kuwa na nishati mbadala. Lakini pia hata mafuta, sasa hivi wakati mwingine tulikuwa tunatumia mafuta kwenda kufuata kuni mbali, lakini sasa hivi pia swala la mafuta pia hakuna. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake za kuhakikisha kwamba
nishati mbadala imekuwa ni ndio mwarobaini wa kusave tatizo kuhusu masuala mazima ya upikaji wa chakula. Vile vile tunamshukuru sana Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza afande wetu Jeremia Katungu kumsupport mama yetu katika kuhakikisha kwamba sasa shughuli zote zinaenda vizuri kwa maana ya nishati mbadala. Pia tumekuwa tukishirikiana na taasisi zingine, kwa mfano TFS, katika kuhakikisha wanatuletea miti ya kutosha, na kama mlivyojionea hapa kumekuwa na evergreen, kumekuwa na ukijani wa kutosha sana. Kwa hiyo tunamsupport mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni mazingira safi na nishati mbadala inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa kweli mama ni championi katika swala hili zima la nishati mbadala. Tunampongeza na kumshukuru sana. Sasa hivi kwa mfano gereza letu ni kati ya magereza makubwa nchini. Na kwa sababu ni magereza makubwa nchini, maana yake ni kwamba pia hata namba ya hawa wafungwa na mahabusu wamekuwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo pamoja na wingi huo tumeacha matumizi hayo ya kuni ambayo sasa tumepunguza kwa kiasi kikubwa ukataji wa miti. Kwa hiyo namba ya ukataji miti ilikuwa ni kubwa zaidi kulinganisha na sasa hivi tunatumia nishati mbadala. Kwa kweli tumekuwa ni jambo ambalo limetupelekea sisi kufanya kazi kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Pamoja na matumizi ya nishati ya makaa ya mawe tunayotumia, lakini pia sasa hivi kuna nishati ya gesi ambayo sasa nayo itarahisisha utendaji kazi katika swala zima la upikaji wa chakula na hali safi katika mazingira yetu. Kwa kweli tunashukuru sana kwa yote na tumeshaanza kutumia na tutaendelea kutumia. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali.